tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tumecheza salama na mechi imeisha salama. Ni kweli sisi mechi haikuwa kwenye mpango wetu sana, kwa sababu kama ambavyo hata jana tumepiga story, malengo yetu ni kwa kuconcentrate na mechi ya ligi kuu, ni mechi ya championship, kupandisha timu. Kwa hiyo huko tulikuja, lakini tukakamilisha la timu. Ndio maana hata ukiangalia jinsi ambazo mwalimu amepanga kikosi kwa mara ya kwanza na kikosi ilivyokuja kwa twist kwa mara ya pili, inakuonyesha kabisa kwamba wao malengo yao hayakuwa ni. Lakini kile ambacho timu yako imekionyesha leo hii mkiwa kama uongozi, umeridhishwa nacho? Nafikiri benchi la ufundi kwanza, hili jambo tunawaachia wao. Nafikiri kwamba wote tulikuwa uwanjani na umeona performance kwa kila mchezaji mmoja. Kwa hiyo wao watakaporudi lazima wafanye marekebisho kwa ajili ya mechi tunayoenda ya ligi. Tuna mechi tarehe 19 nyumbani, ni mechi ambayo tunaheshimu na nguvu yetu yote kama ni booster ifunge kwenye mechi ya nyumbani, kwa sababu hapa naona alikuwa amecheza tu ili mradi akamilishe tu ratiba. Ndio maana alianza kwa kudefense alafu baadaye akaja akafunga kipindi cha pili. Mlifunguka mwisho wa siku dakika 90 mkapiga mzigo wa goli 8 na ni ukaribishi wa ligi kuu soka Tanzania bara ya NBC. Mchezo huu unawapeleka katika maandalizi makubwa zaidi ya kurejea katika ligi kuu soka Tanzania bara ya NBC. Yaani ni kweli, lazima huko tujue kabisa kwamba huko unapokuja lazima uje kikubwa, kwa sababu tumezoea mpira wa ligi daraja la kwanza. Kwa hiyo tukifanikiwa kupanda kama malengo yetu jinsi ambavyo tumejiwekea, lazima tucheze kikubwa, kwa sababu sio mara ya kwanza, na katika miaka yote ambayo tumekutana na Yanga leo amenipa pigo takatifu. Kweli leo ameniadhibu. Leo unakubali? Yaani leo nimekubali, ameniadhibu pigo kikatili yaani amenivuruga kila kitu, pamoja na kwamba ilikuwa tuko kwenye malengo ya kushindana sana, lakini magoli tuliofungwa ni mengi. Unajua timu ikifungwa magoli mengi kuna hali fulani mnatoka kimchezo. Kwa hiyo wale kufungwa wao ikikaa kichwani wao inatutoa. Kwa hiyo nafikiri mwalimu nameona ataenda kufanyia kazi kwamba tuachane na masuala FA imeisha, tudili na ligi mechi ya daraja la kwanza ili timu yetu iweze kupanda. Miongoni mwa mchezaji wa Stand United ambaye alikuwa na jezi yake ndio ilikuwa na jina pekee ikiandikwa Side, ameonekana kivutio zaidi katika mchezo wa leo hii. Kwa upande wako kama kiongozi, unazungumzaje hali ile ya kila shabiki wa Yanga kumuita na akiondoka na sadaka za hapa na pale? Side naweza nikasema kwamba ile ni advantage na imekuwa ni fursa kwake, kwa sababu unapocheza na timu kubwa kama Yanga kuna vitu ambavyo lazima unufaike navyo. Kwa mfano yeye amecheza, ameonekana, lakini katika kuonekana watu wameona kile alichonacho. Ni mchezaji mdogo kuliko wachezaji wote, lakini mara ya kwanza aliingia kwa kutokujiamini, lakini mara ya pili alivyorudi kwenye utimamu akacheza mpira, watu wameona kwamba huyo mdogo kumbe ana kitu. Kwa hiyo watu wameamua kumtunuku kwa haki, kwa sababu kwa umri wake na jinsi alivyokuwa anacheza na timu aliyokuwa anacheza nayo. Kwa hiyo mimi nasema kwamba kwake ni fursa, pia ni advantage katika maisha yake. Hii itakuwa ni alama katika maisha yake. Katika maisha yake ameshaweka alama tayari mapema zaidi. Ni zaidi kwa sababu ukicheza na timu hizi kubwa, yaani unaweza kuwa mkubwa ndani ya dakika 90 unakuwa ni mkubwa. Kwa leo media zote zitamzungumzia Side, na watu wakimwangalia Side watajua kabisa kwamba kumbe kuwekeza kwenye mpira, ukiheshimu mpira na ukaweka nidhamu kwenye football, mpira inaweza kukutoa kwa namna moja ama nyingine. Bwana katibu, sisi tukukaribishe ligi kuu ya soka Tanzania bara ya NBC, maana natumaini miongoni mwa timu ambayo itakuwepo ligi kuu msimu ujao. Labda mimi nitadharishe watu kwamba Yanga kunifunga 8 sio kwamba labda ndio kiwango. Unataka kupiga mkwala bado katibu? Mimi nakwambia ukweli. Ninapo yani tukipandisha timu kama tumeingia ligi kuu, tunakuja kivingine. Hata wao wanaelewa. Lazima, ndio maana nimekwambiaje, mapambano ya ligi kuu tunajua kwamba tunapambana kikubwa. Lakini hapo mimi sikufanya maandalizi yote zaidi ya kwamba bwana hata twist sijatwist upande wa pili. Mambo tu kama benchi la ufundi, fanyeni kazi. Sijaongeza, ningeongeza na sikutwist. Na tunafahamu Shinyanga. Kama kawa. Yaani kama unavyojua. Kwa hiyo mimi nikwambie tu kwamba tukiingia ligi kuu tunakuja kikubwa, kwa sababu tunaheshimu huku tumehangaika kwa muda takriban miaka 4 tuelekea 5. Kwa hiyo tukifanikiwa kupandisha timu, tutahakikisha kabisa kwamba tuendelea kubaki ligi kuu mpaka kwa msimu na sisi tuenjoy kama ambavyo wengine wanavyoenjoy. Asante sana, shukrani sana. Asante sana.